all the way from Nalo Star, Nigeria. His stance is of orthodox. He has fought 10 times. He has won 9 times, never drawn and never been defeated. And 4 times he has won by the way of knockout. Make some noise for none other than Michael Ikechukwu. Na sasa mpinzani wake kutokea Red Corner akiwa anatokea Mafia Boxing Promotion, na kocha wake sio mwingine bali ni Hamis Mwakinyo. Yeye amevalia trunki zake za blue pamoja na njano, akiwa anatokea pale pale Mafia Boxing. Anasimama katika stance ya orthodox. Mwamba amepanda ulingoni mara 18. Mwamba ameshinda mara 16. Mwamba amepoteza mara moja tu. Mwamba ametoa draw mara moja tu. Na mara 12 Mwamba amekalisha watu chini kwa njia ya knockout. Ubungo, piga kelele kwa sio mwingine bali ni Richard King Duma Msangi. Let's hear it from the referee. Good evening. Obey my command at all the time and touch your gloves. Touch your gloves. Okay, seconds out of the ring. Wasaidizi Njolingo. This is round number 1. Haya, round ya kwanza hiyo kati ya Richard Mtangi ambaye ana kazi ya kutetea mkanda wake WBO Afrika na katika uzito wa middleweight, ambapo yuko hapa ulingoni kuchapa na Michael Ikechukwu. Tuangalie je, tendo wa kiwango gani Michael Ikechukwu ambaye lezoni kwamba huwa ana mipango mingi sana zaidi ya kuamini nguvu, kidogo wakati mwingine speedi. Sifika kwa believe, lakini ukioni ile pia nguvu kutoka kwenye mikono yake ya moja kwa moja, labda kwa sababu ndio kwanza anaanza. Body punch ambayo ameanza nayo Richard Tangi Duma, na Michael akiwa gari yake iko juu, jab jab. Leo inaweza kaandikwa rekodi ya mapambano mengi kumalizwa katika raundi ya kwanza tu. Je, hili litafika kwenye hatua gani? Sio moja kati ya event ambayo imekuwa na tukio la mapambano ambayo yameisha mapema zaidi, inaweza kaingia kwenye rekodi hiyo. Michael Ikechukwu kutoka Nigeria, ndiye nambari 1 pale Nigeria, ana umri wa miaka 27. Kuacha tuone body punch ambazo zimeenda, na nimeona kwenye round ya kwanza Richard ni kama amewekeza kwenye body punching. Amekuwa na asilimia kubwa ya punches nyingi ambazo anapiga kwenye upande wa chini wa mwili wa mpinzani, kwa maana hizo body punches. Ni moja kati ya body puncher wazuri ambao tuko nao kwa Aidan ni Richard Mtangi. Kwenye fight zake nyingi amekuwa ana hiyo sanaa, yani kama ulivyosema kwamba ni watu wachache sana tunao ambao wana uwezo wa kupiga body punch. Miongoni mwao ni Richard pia, na anajaribu kuzipiga, na imekuwa rahisi pia kwake kupiga hizo body punches kirahisi, kwa sababu aina ya upiganaji wa Ikechukwu amekuwa akikaa mbele ya Richard Mtangi, na amekuwa hamove kwenye ule muda ambao Richard ana attempt kuingia kwenye pocket. So imekuwa ni rahisi kupata tumbo, kwa sababu body punching ili ufanikiwe lazima target iwe imesimama. Kama target ipo kwenye motion ni ngumu kupata tumbo kirahisi. Referee Pendo Njau anafanya kazi yake vema kwa watu wa box. Jaribu kuingia Michael. Ingawa pia kwenye body punching hiyo lazima pia Richard aanze kuwa makini, kwa sababu nimeona hapo mwishoni alitaka kujaribu kupiga body punching lakini haikufanikiwa, lakini kuna tendo alilifanya Michael Ikechukwu kama anataka kucounter juu.
So ni lazima pia Richard kwenye huo muda ambao ana bend kwenda chini kupiga hizo uppercut au left hook za tumbo, lazima pia angalie huku juu mahali ambako anakuwa anajiexpose na inakuwa rahisi kwa Michael Kechuku kuingia na kucounter na punch ya juu ya kichwa. Kwa overhand nzuri sana ambao alipiga Michael Kechuku na ikamtikisa. Ukiangalia Job Mnyonge naye mwenyewe pia anaonyesha kwamba mimi bondia nambari 1 pale Nigeria, wewe hapa nyumbani kwako ni bondia nambari 2. Kwenye raundi ya kwanza hii nimeona kwamba bwana Richard akifosiwa, yani akiwa kwenye mapishano ya ngumi kwenye inside fight anakuwa hana defense nzuri, kitu ambacho nimekiona yani kwenye hii raundi ya kwanza. Bwana Kechuku amefanikiwa kurend baadhi ya ngumi kwenye kichwa cha Richard Mtangi. Haya, raundi ya pili kati ya 10. Aidan, uko nataka kupiga jambo? Nimeona best punch ya ama ngumi bora ya Michael Kechuku ni hiyo overhand right ambayo amekuwa akipiga kwa juu upande wa kushoto wa Richard kwenye hiyo field shield, hiyo shoulder roll defense ambayo anaitumia Mtangi. Hiyo hapo overhand, yes, ngumi ambayo imekuwa ni best punch so far kwa upande wa Michael Kechuku. Naam. Na kitu ambacho ninavuniwa zaidi kuhusiana na yeye Michael ni kuhusiana pia na nguvu. Kiangalia namna ambavyo anaenda zikifika zile overhand, na muona pia Richard Mtangi kama alivyosema amewekeza zaidi kwenye body punch. Haya, Tunai anaingiaje? Bado pia hata Richard mwenyewe anaendelea kutafuta ni uzuri ambalo anaweza akapeleka punch na akaweza kufanikiwa, lakini Kechuku kama alivyosema Aiden kwamba anatafuta sasa eneo la juu, au muoni sana akiwa na kwenye maeneo ya body punch. Hapana, atafuta zaidi kwenye eneo la uso au kichwa kile. Gadi ikiwa juu, Gadi ikiwa juu bado, akiwa ni kama anamtusudiria ili amkaunte hapo kati ambayo imeshia njiani. Bado bahati nzuri sana ameconnect safi sana. Ndio ilikuwa ni underbelt. Amekuwa akimix punches zake vyema sana Richard, hasa anapoanzia chini kwenye body kupanda juu, akimalizia na hiyo left hook yake juu kwenye kichwa cha mpinzani. Round ya pili hii bado target pia imekuwa mtihani. Sanaa ya kupiga pahala sahihi au kufanya maamuzi, na ile punch kafika, body punch nzuri sana ambayo ameconnect vizuri sana Richard Mtangi mpaka watu wameshangilia hapa baada ya kumchambua kutokea chini na kupanda juu. Downstairs to upstairs. Hiyo right hand ikiwa ni ngumi ambayo inatakiwa ina makini sana bwana Kechuku, kwa sababu pia imekuwa ikifanikiwa kwa sababu upande wa kushoto wa Richard uko wazi kama unavyoona hapo kwenye hiyo shoulder roll defense na facial guard ambayo anaitumia. Amekuwa akijiacha juu, hilo begi alizungusha sawa sawa kuja kukava eneo la juu na kublock hiyo vine right ambayo amekuwa akipiga sana Michael Kechuku. So nadhani upande ambao umekuwa uko wazi na ndio upande ambao Kechuku amewekeza kwenye kupiga hiyo ngumi yake bora mpaka sasa hivi kwenye fight. Na mara nyingi anapopiga jabu pia mkono unakuwa umeshika chini, yani aurudi faster kwenye eneo la ulinzi. Overhand hapo nakwambia ni hiyo, na ni kama Kechuku anajaribu kusubiri kwanza Richard arushe kisha yeye aende kucounter. Angalia hiyo hapo. Kitu ambacho kama akiitumia vizuri left hapo kati ambayo haikufika sawa sawa. Angalia hiyo hapo kwa nzuri sana, lakini alihepa ile, akasema sio wakati huu. Body punch nzuri hapo, akamalizia pia kwenda juu. Bila kumsahau ni Fuko Boxing Promotion na Daji Master kutoka Knuckles akiwa na Rajab. Maelekezo anaendelea kutolewa na kona zote mbili, kwa upande wa kona ya Michael Kechuku pamoja na Richard Mtangi. Round ya 3. Haya, tuangalie kwenye round hii hapa ya 3.
hatimaye tumevuka raundi 2 za mwanzo. Safari hii manake watu walikuwa wanasema inawezekana hata ikawa vile vile. Hii raundi ya 3 sasa. Nice sana ambayo ametengeneza Richard. Bado kuna bado right hand. Hicho ambacho kafanya Richard Mtangi hapo. Unajua Richard bondia ambaye anampenda sana ni Jemel Sharo. Jemel Sharo signature punching yake huwa anafanya hivi, anaanzia downstairs left hook, upstairs left hook. Na kitu ambacho pia nimeona Mtangi amekuwa akifanya sana kufanya kumix your left hook downstairs, left hook upstairs. Jab ambazo zinatoka kwa Michael Kichuku. Kichuku pia ni bondia ambaye anataja kuwa mvumilivu. Ana uvumilivu mkubwa na anaonekana nice nzuri sana ambayo imefika. Richard Mtangi ameipeleka, lakini watu wanamuita Duma, ndio jina lake lingine hilo, ile aka Duma. Left hand nzuri ambayo ilikuwa imeenda. Lazima aendelee kumchambua na wakati mwingine bwana Richard amefanikiwa kuzipiga body punch kwa sababu ya hiyo guard. Yani bwana Ikechuku amekuwa akifosiwa hivi labda na double jab, anafunga mikono. Ukifunga mikono unampa nafasi mpinzani kuweza kukuchambua na kuweza kupiga sehemu ambazo yani anakuwa anapanga yeye apige wapi, kwa sababu mikono zinakuwa umeziba uso. Na kimsingi so far ukiangalia kwenye yani moja kati ya plan ya Richard Mtangi kwa hizo raundi 3 ni kama amekuwa akitumia body punching kufanya setup ya ngumi za kichwa. Yani anapiga body chini ili kumfungua Michael juu apate nafasi ya kuconnect hiyo left hook yake ama sometimes hiyo right hand yake juu kwenye kichwa. So ni body punching kama setup ya ngumi za kichwa. Tuone, lakini moja kati ya jambo kubwa ambao niliona kwa mapambano yaliyopita ya Richard, kadiri ya muda unavyozidi kwenda ni kama pia ile focus huwa inapotea. Tumbaye anatamani amalize kumalo lake la mapema zaidi, kwa sababu pia wengine nguvu anayoitumia ni kama sasa. Nice body punch nzuri sana na Michael anasema yes, nimeipata hiyo. Sema nimeipata hiyo. Power ya Richard tayari imemeza bwana Ikechuku. Na hizo body punches bila shaka pia matokeo yake ndo kama haya sasa hivi. Ni kama tayari imeanza kumnyonya Michael Ikechuku ambaye ameruhusu idadi kubwa sana body punches ambazo Richard amekuwa akipiga. Left hook pia Richard ambaye amekuwa akipiga, lakini pia left uppercut pia ni moja kati ya body punches ambazo amekuwa akizifanikiwa sana kwa hizo raundi 3 ambazo tumeshuhudia hii fight. Acha tuone kwenye raundi ambayo itafuata nini ambacho tukifanya. Saidi Bwanga, tuambie kwenye raundi iliyopita hapo kati ilienda hiyo. Bado Richard amefanikiwa kudominate fight kwenye hizi raundi 3. Japo kuna mistake anazifanya kidogo kwenye defense, kama tulivyosema kwenye upande wa jabu yake. Amekuwa yuko wazi, na akipiga jabu mkono urudi faster kwenye defense. Akipiga jabu kuna muda bwana Ikechuku anajaribu kupiga counter ya right hand na zinafika. Kwa hiyo atakiwa aongeze umakini kwenye defense, lakini aendelee kuwa na mpango wake ule wa kuweza kuanzia chini labda kuja juu combination. Fight inaweza ika nzuri kwa upande wake. Haya, Richard anaendeleza kile ambacho ameanza nacho kuanzia round ya kwanza, lakini tana ile overhand bado kwa ni kama amecounter Michael. Lakini pia nimeona hiyo left uppercut ambayo Richard amekuwa akipiga, amekuwa akimuonesha mara nyingi sana na baadhi amekuwa akimiss. Sasa hiyo ni hatari kwa kadiri ambavyo anazidi kumiss hiyo left uppercut, ndivyo ambavyo pia anampa nafasi kwa Michael kuweza kuchukua hiyo detail na kuandaa mazingira kuweza kucounter, kwa sababu uppercut kadiri ambavyo una miss ndivyo ambavyo unajiweka kwenye risk ya kuweza kuwa countered kwa counter punch. Amekuwa akimuonyesha sana hiyo uppercut, anapiga uppercut hii hapa inaonekana ikiwa inatoka. Naam. Na tumezungumza toka mwanzo uppercut ni ngumi ambayo unatakiwa uipige kwa target sana, kwa sababu ni ngumi ambayo inakufungua, unakuwa wazi.
Body punch nzuri ambayo ameipeleka Richard, lakini vivyo amekutana na jab. Kwa mzuri pia anaziba sana sura yake. Kabla kwamba ni moja kati ya wabondia wa wavumilivu, lakini je, ataweza kuvumilia kwa muda wote? Na mwenyewe atafanya kitu gani hasa? Nice hapa ambayo anaenda nayo na kapeleka straight punch Richard Mtangi. Kiendelea kuangalia nice jab nyingine ambayo ameenda nayo, combination nzuri zile 1-2 jab nzuri, body punch jab, lakini si zile ambazo pengine zinampa maumivu. Kiangalia bado Michael yuko sawa. Kwa bwana, yeye umesukuma bwana, ndio nini? Haya, raundi ya 4 kati ya raundi 10. Body punch nzuri ambayo ameenda nayo, na raundi yenyewe imekamilika kwenye raundi ya 4. This bout is over. 10 rounds of fighting for the WBO middle. Angalia mambo yalivyokuwa, anaendelea kuitumia ile event yake Michael, lakini bado ni raundi ambayo angalia hapo kati ambayo ilienda, lakini aka connect the right hand nzuri kabisa ambayo ilifika straight na clean punch ambayo kwa kiwango kikubwa Richard Mtangi alitengeneza. Kwenye hizo jab to jab hizo, yani jab kwa jab, nimeona mara kadhaa kwenye hii raundi zimekuwa zikitokea sana, lakini bwana Ikechuku amekuwa akifanikiwa sana kwenye hiyo jab to jab, yani jabu yake inakuwa inafika zaidi kuliko ya bwana Richard. Sasa sijajua ni kwa sababu Ikechuku ana mikono mirefu sana au ni defense. This is round number 5. Round ya 5. Raundi ya 5 ni nusu ya safari kwa sababu ni raundi 10. Richard akianza na jab zake katika kumset, kumtengeneza ili ingie kwenye mfumo wake, lakini je, Michael atajibu namna gani? Nice jab. Kuna akiwa anaangalia namna gani ya kufikia katika eneo la tumbo kwa mset kwa jab, lakini overhand hiyo ambayo ameirudia tena kwa wakati huu. Hiyo fikiri moja kati ya punch yake ambayo ndio silaha kubwa alionayo kuwapa adhabu wale anaokutana nao. Mzungumzia Michael Ikechuku. Raundi ya 5. Kimwona Michael analalama sana. Kwa maelekezo na Pendo Njau. Richard Mtangi kwenye rekodi yake ukiangalia kwenye mapambano 16 aliyoshinda, mapambano 12 ameshinda kwa KO. Poteza pambano moja tu katika mapambano 18 ambayo amekwisha kucheza mpaka hivi sasa. Kwa unaweza ukaona na Michael Ikechuku yeye ligoni mara 10, ushindi mara 9, KO 4, hajaja kutoa sare wala kupoteza. Angalia namna ambavyo kwa hapo anapambania rekodi yake pia isije ikachafuliwa. Ndipo unamuona kiendelea kupambana.
Mr. Body punch kwa Richard Mtangi. Bia sawa. Jab jab. Kideu after jab. Kile kimfuata pia Kichuku. Body punch. Kwa amesindikiza ile punch ndio nyuma ya kichwa, yani kwenye kichogo. Ndio uso mchezo, haitakiwi kuwa hivyo bwana. Kampiga ngumi sungura, rabbit punch. Ambacho ni kinyume na miongozo ya kanuni na sheria za mchezo wa boxing. Kupiga nyuma ya mwili wa mpinzani wako ni kitu ambacho hakiruhusiwi. Na pale Richard of course ilikuwa ni bahati mbaya kudhamiria kufanya kile kitu, lakini bila siku bado ni kitu ambacho ni kinyume na taratibu na sheria za mchezo. Na bado of course Richard Mtangi ameendelea kusukuma pace ya fight. Amecontrol almost nyakati zote za fight. Muda ambao ana force mabadilishano ya punches kwenye punch, yeye ndiye ambaye anaanzisha. Muda ambao tunashuhudia fight kwenye distance kiasi, ni yeye ndiye ambaye amekuwa akifanya hivyo kwa kujaribu kutumia jab kwenye distance fulani. So mpaka muda huu Richard ameendelea kuwa ndiye ambaye anaendesha pambano, ndiye ambaye anaamua na kudictate tempo ya hii fight kwa hizi raundi ambazo zote tumeshuhudia so far za hii bout kati yake na mpinzani wake Michael kutoka kule nchini Nigeria. Tuangalie kwenye raundi ya 6. Raundi ya 6 Wanga lolote. Toka raundi zimeanza kidogo bwana Ikechuku alikuwa anaonekana anaonyesha ile upinzani. Raundi zinazozidi kwenda unaona ile nguvu inapungua. Sasa sijui ni matokeo ya zile body punch ambazo amezipokea kwenye raundi za mwanzoni. Ndio maana unaona sasa hivi kwa bwana Ikechuku ile endurance imepungua kidogo. Na Richard anafanikiwa kuilazimisha fight. Yaani anaanzisha yeye mashambulizi, anataka kuanzisha mashambulizi kwenye kupigana, yeye ndo anakuwa active zaidi. Kimnamuona ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kumsoma mpinzani, kwa sababu kile ambacho anakifanya Richard, ukiangalia saizi ameingia ni kama anatembea zaidi, au kuna kitu ambacho anakitafuta Michael Ikechuku. Subiri Richard aanze, anaamua, na kuna wakati kitu ambacho anakifanya ni kama anaanza kuiendesha game vile ambavyo anahitaji, kwamba nataka unanifuata kwanza, mimi naenda kukimbia, kwa unaingia kwenye mchezo wake. Kwa hiyo inabidi maarifa ya kutosha hapo. Kitazama kama hivyo, anaingia kushoto, anaingia kulia, unaweza kusema labda ni raundi ya mwisho na anajivunia labda ametengeneza points za kutosha na kuwashawishi majaji, lakini ndio kwanza raundi ya 6, bado chochote kinaweza kikatokea. Nafikiri anachofanya Michael Ikechuku, tunasema anapigana kusurvive. Yani anapigana amalize fight iishe. Lakini sioni kama anajaribu kumconvince jaji yoyote pengine ashinda hii fight. Kwa jinsi ambavyo anapigana, yuko kwenye defensive mode muda mwingi. Yuko na mguu wa nyuma, muda wote yuko na mguu wa nyuma, anaburuza mguu nyuma kurudi nyuma, kukwepa mazingira yote ya kupigana. That means yuko kwenye survival mode. Yani anapigana kusurvive ili fight iishe na sio kwa ajili ya kushinda fight. Haya, acha tuone ataendelea kuona mguu wa nyuma kama Aidan alivyosema, rudi nyuma ndio unakuwa na mguu wa nyuma. Unauburuza mguu wako wa nyuma kukwepa mazingira yote ambayo atakutia kwenye matatizo. Maki tunajua kwenye footwork katika boxing, ukiwa unarudi nyuma, ni mguu wako wa nyuma ndio unaanza kupiga step kurudi nyuma, sio mguu wa mbele kuburuza uanze kufanya kupiga. Richard alikuwa amemweka kwenye kona, lakini ameondoka pale Michael na jaribu kama mpata kati. Ni survive mode kwa bwana Ikechuku. Yaani anatafuta tu mazingira ya kuweza kujilinda ili amalize hii fight, lakini sioni kama kuna kitu anakitafuta labda akiweze kumpatia ushindi kwenye hii raundi ya 6. Body punch nzuri sana ambazo amezipeleka, lakini tayari raundi ya 6 imekamilika.
Nafikiri hii ilikuwa ni raundi ambayo tumeshuhudia pengine ilikuwa na idadi ndogo ya punches ambazo Ikechukwu amerusha. Yaani ukifananisha na raundi zilizopita, hii ni raundi ambayo ametupa punches chache sana, na muda mwingi alikuwa anaongeza idadi ya mijongeo, mikimbio, kukimbia, kutembea kwenye ring na kumfanya Richard akose hata zile fursa za kupiga body punches. Raundi za nyuma kulikuwa na idadi kubwa body punches kwa sababu Ikechukwu alikuwa akisimama mara nyingi. Raundi hii idadi ya body punches imepungua kwa sababu ya movements ambazo amekuwa akizifanya Ikechukwu, especially kwenye kurudi nyuma na kukwepa mazingira ambayo yalimnyima Richard kufanya zile setups za headshots kwa body punches. Naam, na wakati bwana Richard anamfuata sasa ni wakati wa kuweza kumkatia ring, lakini sioni, naona wakati anamfuata kwenda mbele hivi. Ndio maana amekuwa akikosa hizo nafasi ya kuweza kupata zile body punch kama hizo kwa anapata mwanzo, kwa sababu sasa hivi bwana Ikechukwu ameamua kutembea, yani kukimbia kama unasema, kuburuza mguu wa nyuma ili kukimbia au kuepuka mazingira hatarishi. Ni muda sasa bwana Richard kumkatia ring. Pia linamalizwa TKO. Nini ambacho kimetokea? Pengine wanatupendeza akamwambia bwana hawezi, labda kuna ujumbe ambao aliupata na anazungumza hapa bwana, inatosha kwa leo. Nasema inatosha kwa leo. Kwa bila shaka Richard Mtangi anautetea mkanda wake wa WBO Africa kwenye middleweight, anautetea vizuri wake. Nasema umeona kile ambacho kimefanyika. Richard Mtangi kutoka Mafia Boxing Promotion, huyo hapo. Tujue kitu gani ambacho pengine kimeangalia. Hakuwa na kati ya kumzuia, lakini pengine labda kuna kitu cha ziada ambacho kimetokea. Kimsingi hii stoppage Bwanga ilikuwa ni kitu ambacho ulikuwa unakiona kichotokea kutokana na namba ambavyo raundi iliyopita Ikechukwu kuonekana kabisa kuwa active kwenye fight. Yes, na kubwa inaelezwa kwamba yeye mwenyewe ndo amekataa kuendelea na pambano, akisema kwenye eneo lile la jicho ambao kwa kama kuna patch ambayo imeanza kujitokeza, ingawa haijawa kubwa sana eneo la chini, inaweza kumletea shida, kwa kaamua kuishia hapo alipoishia. Kwa hiyo pambano limalizika na Richard Mtangi, yeye anasalia kuwa bingwa mkanda wa WBO Africa uzito wa middleweight, ameutetea mkanda wake. Tutasubiri kile ambacho kitazungumzwa na tuone nini ambacho kinafuata. Hii ni knockout ya Mama Season 8, vita ya kisasi. Twende moja kwa moja kwake Wasiwasi Mwabulambo. Kuna kufuga rasta na kusuka nini? Nani rasta? Okay, I do have the official results with me. It was in the 7th round. The opponent all the way from Nigeria decided
to retire. Hence, your winner and the champion for the WBO Africa middleweight is none other than Richard King Duma Mtangi. Asante sana. I would like to call, ningependa nimwite Mheshimiwa DC pia na Mheshimiwa Meya wa jiji la Dar es Salaam waje kumkaribisha mgeni wetu wa heshima mwenye ridhaa ya Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni, Mheshimiwa Paul Makonda aje kumshika mkono mshindi wetu wa pambano hili. Vile vile Robi One Pharmacy wanasema wana zawadi maalum kwa ajili ya Richard Mtangi, atakwenda kuichukua ofisini. Kwa heshima na taadhima, tafadhali Mheshimiwa DC, Mheshimiwa Msando, kiwa ameongozana na Mheshimiwa Meya, mimi namwita Sheta. Naomba usonge mbele na Mheshimiwa DC ili muweze kumwoleta Mheshimiwa Waziri aje kutoa mkono wake kwa washindi.